kwema kabisa. Habari za Mbeya? Mbeya nzuri kabisa kama ambavyo mmeona. Bila shaka mnapasha kwa ajili ya mechi ya kesho. Tunapasha misuli kwa ajili ya mechi ya kesho. Na Kyela iko tayari. Watu wananunua tiketi kwa wingi, taarifa ambazo tumezipata. Kwa hiyo naamini kesho watajaa sana zaidi ya matamasha mengine yote yaliyopita. Upande gani upo sasa? Mimi si wachezaji wa Kyela wanaocheza ligi kuu. Tumeona upo peke yako kusione wengine, ndio maana kana nimefika hapa naulizia. Unajua leo ni siku ya mwisho, kwa hiyo kuna maandalizi mengi tunafanya. Kuanzia kibali cha uwanja, maandalizi ya wageni wetu. Kwa wamegawanyika, kwa mfano Azizi yuko anashughulikia uwanjani huko. Mwashinga kuna sehemu yupo. Mpoki Mwakinyuke na Crispin Ngushi kuna sehemu wameenda pia kufuatilia vitu. Kwa hiyo yani kila watu wana majukumu yao. Mimi ndo nimekuja kuwakilisha watu ambao tunafanya nao mazoezi hapa. Sasa hiyo nahisi kama itawakosti sasa kwa sababu hamjafanya mazoezi, kwa bizi na vitu vingine. Tumefanya asubuhi pia, tumefanya asubuhi. Na kesho pia tunaomba kidogo. Kwa hiyo sio kwamba tunafanya siku zote. Kwa leo tu kwa leo ni mazoezi mepesi kwa ajili ya kesho. Kwanza niwapongeze kwa hiki ambacho mmekifanya, lakini pia tuambie sasa mipango ikoje, lakini pia lengo lenu la kufanya hii kwa msimu huu liko kwenye nini? Okay, mipango iko vizuri na lengo letu sisi nadhani ni kwanza kuwapa burudani wakazi wa Kyela, lakini cha pili ni kurudisha kwa jamii kwa sababu kiingilio ambacho kinapatikana huwa tunanunua vifaa tunapeleka kwenye shule za msingi. Tunachagua kwa mfano mwaka jana tulinunua mahitaji ya mbalimbali, mchele, unga, mafuta tulipeleka kwenye shule za msingi zote. Safari hii pia plani yetu ilikuwa ni kupeleka mipira ya shule za msingi zote ziko wilaya ya Kyela, mipira na vifaa vingine vya jezi. Kwa mfano shule ziko kama 200 sijui na 10 au hivyo. Kwa ni nyingi sana, kote tunapeleka. Kuna mwaka uliopita ule tulienda hospitali. Kwa hiyo tunajaribu kubadilisha mahitaji tu kwa watu mbalimbali. Na mnafanikiwa kwa asilimia ngapi? Nadhani tunafanikiwa kwa asilimia 100. Wakazi wa Kyela wanatupa support sana. Kwa nadhani hamna matatizo, tunafanikiwa kwa sababu pia huku ni watu wa mpira sana huku. Kwenye timu yenu tunataka tufahamu sasa watu ambao kesho tutawashuhudia pale uwanjani. Kesho wako wengi sana. Wako wengi. Manyasi yule kapteni wa Pamba Jiji, kuna jamaa mwingine yuko pale Pamba Jiji pia kwa wawili. Mashujaa tunachukua Crispin Ngushi pamoja na Mpoki Mwakinyuke. Pamba Jiji golikipa Yona Amos, Abraham namba 3 pamoja na Mwashinga. Tukija wapi Yanga, Azizi Andambwile na nani Mwamengo. Simba ni Duchu atakuwepo pamoja na nani yule Mwangosi. Upande gani ambao bado tujagusia? Azam nadhani tunaye mmoja lakini akai sana huku. Nanili Lusajo Mwikenda. Coast tayari yupo nanili Manyasi. Wapi ambako tumesawa. Yaani sisi nadhani karibia kila timu ambayo unaijua kuna watu ambao wapo. Kama sio ligi kuu basi utakuta ni under 20. Kwa hata Singida pia tuna under 20 lakini atakuwepo nani Deus Kaseke. Kwa watu ni wengi sana, watu wataona burudani hapa. Chezaji la UEFA vipi? Chezaji la UEFA ni sawa, chezaji la UEFA lakini pia Ndaro kesho nadhani anaweza kaanza safari leo. Kesho akawepo, yeye ni kama supporter tu, tunashirikiana kwenye mambo ingawa sio Mbeya Boy. Lakini chezaji wa UEFA Mboneke kesho yupo. Yupo mazoezini. Yeye anafanyia Mbeya mjini. Anaondoka na kile kikosi cha wanaotoka Mbeya. Yeye yuko kwa wale wakina Duchu kule, wakina Eliud Ambokile, Mambungu. Aha. Fresh. Haya. Eliud ana dharura kidogo kwa hiyo hawezi akatokea. Alikuwa ni Eliud pamoja na Godizungu. Kocha akapata dharura kidogo. Kwa mfano kuna Chali pale yuko Simba B, kuna dogo hapa yuko Singida B. Kwa kuna wengine pia tumechukua Singida, yani daraja la kwanza Singida, timu B za Premier na Premier wenyewe. Kwa tuna wachezaji wengi sana. Mmekuwa na misimu mingine mitatu nyuma lakini hakukuwa na taarifa zaidi ambazo zilikuwa zikitangazwa. Unahisi kitu gani mmeona kinapungua mpaka sasa hivi mkaamua kiweka hadharani? Okay, nadhani nguvu ya media kidogo ilikuwa imepungua kwa sababu tulikuwa tunashirikisha labda media za huku kwetu, nyanda za juu kusini, Mbeya mjini, Iringa na huku. Lakini sasa hizi tuliamua kufanya kwa ukubwa kidogo ingawa pia kuna changamoto ilitokea. Nadhani mwakani itakuwa kubwa zaidi kwa sababu tutakuwa tumejipanga. Tulitamani vyombo vya habari vyote viwepo huku.
lakini nimeona pia kuna matamasha mengi sana ambayo yanafanya hivi karibu kwa watu wamejigawagawa. Kwa mtu aweza kaja hapa tena akaenda Morogoro au akaenda Iringa. Kwa hiyo ndio changamoto ambayo tumeipata, lakini tulikuwa natamani sana kila mtu awepo. Na kwa upande wa wadau ambao wanashika mkono kuhakikisha jambo linaenda sawa, na tunawashukuru sana. Tumepata mipira mingi kutoka kwa wadau mbalimbali, tumepata jezi kwa upande wetu huku. Sasa hatujajua kwa upande wa wilaya hapa, nadhani Azizi na Zungu ndo tuliwaachia wao upande wao, lakini sisi wengine tulikuwa tunashughulika na wadau ambao tunafahamu wako Dar. Kuna neno lolote ambalo unaweza kuzungumza sasa kama salamu au kuwaita wanakiela waje pale uwanjani hapo? Kesho mimi nawaalika tu wanakiela wote wajitokeze kwa wingi. Nadhani nyinyi mtakuwa mabalozi wazuri au mashahidi kwa kile ambacho mtakiona. Huku ni watu wa mpira sana, wanapenda mpira sana. Karibia wote ambao wanacheza hapa asilimia kubwa, wengine wanacheza ligi kuu ya Malawi, wengine wanacheza ligi daraja la kwanza, wengine yani ni watu wa mpira asilimia kubwa huku kwetu. Unaweza kaona, nadhani inaweza kuwa wilaya ya kwanza ambayo inaweza ikatoa kikosi cha kwanza na sabu kwa watu ambao wanacheza ligi kuu. Kwenye timu gani? Yani ukichukua wilaya zote Tanzania, nadhani Kyela inaweza kuwa ni wilaya ambayo inaongoza kutoa wachezaji wengi ambao wanacheza ligi kuu. Huku timu ambayo ipo, yani unaweza kutengeneza wachezaji wako 16 yani ambao wanacheza ligi kuu tu 16. Kwa unaweza kaona ni vipaji kiasi gani wilaya ya kutoa wachezaji 16, sio mchezo. Nakushukuru basi. Tukutane kesho. Tukutane kesho hapo. Karibuni sana.